Itoshe kusema nimeridhika sana kiasi kwamba nitamani kusimama hapa na kusema sasa msimu wa 4 wa Zogo Mchongo umezinduliwa rasmi. Kwa nini nasema hivyo? Nilikuwa nafuatilia nikaona mambo 19 yaliyoelezwa na mkurugenzi wetu au mtendaji wetu mkuu wa CRDB, na amegawanyika kwenye makundi 4. Nikatamani kama itawezekana, pamoja na mambo mengine, basi hotuba hii iende kwenye vyombo vyote vya habari, ikiwa ni sehemu ya kuweka msingi muhimu katika ustawi wa taifa letu na ukuaji wa uchumi. Sasa nyinyi CRDB mmeifanya kwa urahisi zaidi na kumfikia mwananchi alipo. Mmetoka kwenye mabango, mmetoka kwenye vipeperushi vya kugawanywa kwenye majumba ya watu, barabarani, kwenye matamasha. Sasa mtu anaweza akapata aidha kwenye kiganja chake ama anaweza akapata sebuleni kwake akiwa anaangalia TV. Ni mapinduzi makubwa sana, na mimi kwa niaba ya serikali ninawapongeza sana CRDB kwa mambo hayo. Sambamba na hilo, ninafarijika kwa sababu wanaotumika kubeba ujumbe ni watu waliojenga heshima kubwa kwa kazi zao. Wasanii hawa, waandishi wa habari, content creator, wacheza mpira, waimbaji, wamefanya kazi kubwa ya kuonyesha vipaji walivyonavyo. Na vipaji vyao sasa vinatoa nafasi kubwa si tu ya wao kupata kipato, lakini pia kuwasaidia na wengine kujua mchongo wapi. Kwa hiyo nawashukuru sana pia CRDB. Mngeweza kuamua kuwatumia wavuvi, mngeweza kuamua kuwatumia wakulima, mngeweza kuamua kuwatumia watu mbalimbali, lakini kuamua kuwatumia watu walioko chini ya wizara yetu, na kama Wizara ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni, tunawashukuru sana kwa kuongeza tija kwa vijana wanaotumia vipaji vyao kutengeneza maisha yao, lakini pia kuelimisha jamii. Sasa mimi niko nawaza tu, kama Mungu akitupa uhai kwa mwendo ambao tunakwenda na kwa namna ambavyo benki hii inazidi kupiga hatua, sioni dhambi 2031 au 2030 mwezi wa 12 tukawa na waziri wa fedha mtu kama Dr. Abdul Majid. Sioni dhambi, na nimesema tu mawazo yangu kwa sababu ninazo sababu 12, lakini kwa sababu leo sio siku yake nitapata nafasi ya kuzisema. Nilikuwa najaribu kuangalia maono yanayoweza kuwashirikisha watu, kwamba una kiongozi ambaye pamoja na kwamba ni financial institution unaowaza profit, lakini anaweza kashuka mpaka kwenye grassroots ya watu wa sokoni, anawaza na wao washiriki vipi. Sasa kuna viongozi ambao wanadili na viongozi wenzao, lakini kuna viongozi wanaobeba maono ya watu wa hali ya chini. Na ndio maana watu wote wenye uwezo mdogo huwa wanajadili uchaguzi, wenye uwezo mkubwa wanajadili next generation. Na angalia Tanzania ni namna gani ambavyo tumezungukwa na fursa nyingi, lakini na nyinyi wananchi mmekuwa na mchango mkubwa sana wakafanya hata viongozi wa kisiasa na wenyewe wanawaza tukio ili waende mjini. Si kama naeleweka hapo? Yaani unakuta kiongozi wa siasa anawaza na yeye atoke vipi ili aende mjini, wakati yeye ndio mjini, si tunataka kwenda kwake. Kwa hiyo nina matamanio yangu ya kwamba Mungu akitupa uhai, CRDB muendelee kushirikisha watu wa kada zote. Nobody anayetakiwa kwa left behind. Let's go together. Kama nchi yenye fursa nyingi, na nyinyi kama benki mnaoweza kufungua milango, si tu milango ya Tanzania, kuifanya pia dunia. Juzi wakati niko Paris kwenye Swahili Day, nitamani sana ya kwamba CRDB wawepo, kwa sababu tumekutana na watu wengi sana ambao ni diaspora wanatafuta namna ya kulinki na nchi yao, lakini katika upande wa nini, wa fedha. Nilipata nafasi ya kukaa na mkurugenzi mkuu wa UNESCO
na wamekubali serikali ya Tanzania na wao tushirikiane kuhakikisha Kiswahili kinaingia kwenye platform hizi kubwa, ili vijana wa Tanzania wanaotengeneza content wapate kulipwa kutokana na engagement zinazofanyika ndani ya mitandao ya kijamii. Na kwa sababu lugha inawapa nafasi wao kujua. Sisi unakuta mtu hapa na follower mpaka milioni 20, milioni ngapi, lakini haingii chochote kile zaidi ya kulipwa tu ile pesa kidogo na mtu anayemwekea tangazo. Ila wenzetu kwa lugha zao zilizotambulika na watu wa Meta wanalipwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Daktari Abdulmajid, jua una support mabilionea wajao, na sisi matumaini yetu content creator si muda mrefu watakuwa wameingia kwenye mfumo wa kuanza kulipwa baada ya Kiswahili kutambulika na kuingia. Lakini pia niwashukuru sana, nadhani content creator wafahamu ya kwamba interest rate ya ule mkopo ilikuwa iko juu. Baada ya kukaa na benki ya CRDB wamekubali kuishusha ili kuwawezesha content creator kupata mkopo wenye masharti nafuu. Kwa sababu na CRDB wamegundua kwamba hizi habari za mchongo ni njema, wakaona wamwalike Makonda ili habari njema zienee. Na hakika kaka yangu, Watanzania wengi si tu kwamba wamefuatilia kipindi hiki kinachoendelea sasa hivi, lakini pia watafuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii, na mimi nitamleta kiongozi wa mitandao ya kijamii aje akae na mtu wako wa masoko kuhakikisha kwamba vile vipande vinavyoruka kila vikiruka baada ya muda vikitoka kwenye TV kama siku 2 zifuatazo au 3 vinaingia kwenye social media, pia kila kijana na kila mpenda mtandao apate kuipata hii elimu popote pale atakapokuwa. Benki yetu ya CRDB imekuwa ni mdau mkubwa wa kuamini sana kwenye ubunifu, na hivyo ukiona teknolojia inabadilika, inaendelea kukua, sifa ya kuwa na matawi mengi mwisho itafanya nini? Itapungua. Kwa kuna haja ya kuwa na ubunifu pekee wa kuona ni jinsi gani ya kutoa huduma hizo. Sasa hivi uhitaji kuja benki kupata huduma. Sasa hivi unaweza usije benki hata kuomba mkopo. Sasa kusema nipo tawi Sumbawanga inaweza ikawa sio sifa sana, japo ni muhimu sana kuwa na sehemu za kutolea huduma. Kutokana na hiyo, kuna haja ya kufanya mabadiliko kutokana na teknolojia, na nimpongeze mkuu wa kitengo chetu cha masoko na wataalamu wetu kwa maana ya kuja na hili ambayo tunalizindua leo. Hii tunalizindua leo ina maana kubwa na nitaisemea. Kwa tunapoingia kwenye zama za kidijitali na tunapoingia kwenye zama za artificial intelligence, na sasa hivi wengi unaweza ukaandika ripoti nzuri sana ukaitoa, lakini ukasema nimeandika mbesi wewe, umesaidiwa na akili za ziada. Sasa hapo wengi wanasema akili mnene. Lazima tuwe tofauti na huduma zetu. Lazima tubadilishe jinsi tunavyotoa huduma. Lazima tubadilishe tunapowafikia wateja. Lazima tubadilishe kujenga jamii inayoelewa. Na hivyo lazima tuhakikishe kwamba jamii tunayohudumia inajifunza kitofauti, inapata fursa kwa njia tofauti. Na mimi nasema zogo mchongo sio zogo, ni mchongo, ni fursa. Sisi tunafahamu kabisa umuhimu wa content creator. Na kabla tujaenda mbali, nipongeze sana wizara yako. Kwanza ni wizara ambayo imeleta mabadiliko makubwa kwa sababu inadili na watu wengi wa Tanzania wengi wenye mahitaji tofauti. Na hivyo inahitaji kuwa na wasimamizi wenye ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sijui ulisomea wapi ubunifu, lakini unaongoza sana katika eneo hili. Na naomba nikupongeze kwa sababu katikati hapa nilipata nafasi ya kwenda Dodoma. Kulikuwa na wiki ya utumishi na nani? Oma. Kwa Dodoma. Maonyesho makubwa sana. For the first time, mama declare, sio kwa ubaya. Nilipotembea banda lako ndo mara ya kwanza mimi tangu nipite banda lililokuwa limejipanga vizuri kwa maeneo yote muhimu, na wataalamu walikuwepo kufundisha mambo mbalimbali, lakini kulikuwa na mshikamano, and that's why the value of partnership becomes critical.
unakuta huduma sio mtambuka tena, ila zinapatikana kirahisi. Kwa naomba nikupongeze sana sana. Ukweli ni kwamba huduma za kifedha zinapokuwa rahisi kuwafikia wananchi walio wengi, ndivyo wananchi wanavyohitaji maarifa ya ziada ya kuzitumia kwa busara, weledi na umakini. Fedha zinapohama kutoka kwenye akaunti moja kwenda kwenye akaunti nyingine kupitia simu mkononi, basi elimu ya fedha na lazima ihame kutoka kwenye vitabu na semina kwenda walipo wananchi wengi zaidi kupitia aidha televisheni au mitandao ya kijamii au kwenye majukwaa ya kidijitali au kwenye maudhui yanayowafurahisha kuyasikiliza. Leo hii tunapofungua ukurasa mpya wa uzinduzi wa msimu wa 4 wa Zogo Mchongo, hatuzindui tu vipindi vipya 8 vitakavyorushwa kupitia clouds au kupatikana kwenye televisheni au kwenye YouTube zetu za CRDB. Tunazindua hatua nyingine zaidi katika utoaji wa elimu ya fedha, tukiwa tumejikita zaidi katika eneo la kidijitali kuendana na mazingira ya sasa, mahitaji ya wananchi na maendeleo ya kidijitali. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa kila kipindi kinamuongezea thamani Tanzania, kinamuongezea maarifa ambayo anaweza kuyatumia katika maisha yake ya kila siku. Tunataka elimu ya fedha isiwe jambo linaloishia kwenye vipindi vya televisheni au kwenye tabia za maongezi, iwe sehemu ya maamuzi ya kila siku ya Mtanzania, kwa sababu tunaamini kuwa maendeleo ya kweli huanza pale mtu anapokuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, kwa taarifa sahihi. Mheshimiwa rasmi, nini njia ambayo tumeitumia sasa? Approach yetu imekuwaje? Katika muktadha huo wa kidijitali, msimu huu mpya wa Zogo Mchongo hatuishii tu kwenye maudhui ya kidijitali, bali hata katika namna ya uendeshaji wa vipindi vyetu. Tunatambulisha mtu maarufu na mfanyakazi wa ziada wa CRDB ambaye akili zake unaweza kusema ni zaidi ya wafanyakazi labda 1000 kwa maana ya maono. Hivyo leo tutamtambulisha mfanyakazi wetu anayeitwa Ele. Tunaona mkuu wa huduma ni mdada. Hakusema tunamshia John, hakusema John, anasema Ele. Na rahisi wadada ni wasikivu na ni wepesi kuelimesha. Kwa hiyo tunakupongeza kwa jina hilo. Sasa usio kasema kwa nini Ele. Ni msaidizi wa kidijitali anayewakilisha hatua nyingine katika safari ya benki yetu ya CRDB ya kutumia teknolojia katika utoaji wa elimu ya fedha. Kwetu sisi, Ele ni zaidi ya muhusika mpya wa kipindi. Ni udhibitisho wa namna akili mnembe inavyoweza kuongeza thamani katika utendaji wetu wa kuleta mabadiliko yaliyochanya. Lakini mbali na kujikita kwenye teknolojia na kumleta Ele, kwa kutambua fursa zilizopo kwenye sekta ya sanaa na michezo, tumejaribu kuangalia namna gani Watanzania wanaweza kunufaika na matukio makubwa ya kimichezo ambayo yatapatikana kutokana na matukio mawili ambayo nimeyataja, AFCON na Miss World. Na hii ndio maana halisi ya Zogo Mchongo. Na tunafurahi kwamba tunaanza Zogo Mchongo tukielekea kwa hamasa yetu itakuwa ni kubwa sana. Kwa kupitia vipindi hivi, watazamaji watapata elimu ya fedha, pia watapata michongo mbalimbali itakayowasaidia kukuza uchumi wao. Mheshimiwa rasmi, kwa kutambua hilo, na leo hii kuna content creator. Moja ya michongo itakayosemwa sana ndani ni mikopo mahususi iliyotengenezwa kwa ajili ya content creator. Napenda kualika Watanzania wote kufuatilia kwa karibu vipindi vyote vya msimu huu. Pia washirikiane na familia zao kuangalia kwa umakini fursa zilizopo.
na wakaribia sana marafiki zetu, na muhimu zaidi waangalie maudhui yaliyopo na ni fursa zipi wanaweza kuzichukua na kuleta tija kwao. Lakini vile vile nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania wengi kwamba huduma za kidijitali ni salama sana, ni salama sana. Tutumie muda huu wa kipindi hiki kujifunza na kutokana na mafunzo ya nini unapataje na usalama ukoje. Mwisho, hili ni kwa ajili ya wadau wetu wa habari. Niwaombe sana waandishi wa habari, hii habari ni sehemu ya content yako. Unaweza ukasema imekuja na CRDB, lakini na imani ukiamua kuifanya iwe habari yako kila siku, watazamaji wengi watavutiwa na habari yako. Niombe mjitahidi sana, tunaomba mmekuwa mkifanya vizuri, muifikishe habari hii kwa Watanzania walio wengi ili wanufaike na maudhui na michongo iliyopo na utayari wa benki yetu katika kuhudumia.